Lipo jambo moja pia ningependa nilizungumze. Kwa muda mrefu sana vijana wamekuwa wakitoa malalamiko kuhusiana na mikopo inayotolewa, na malalamiko hayo yamekuwa yakilenga ugumu wa masharti ambayo inatolewa katika utoaji wa mikopo. Naomba niwape taarifa. Mheshimiwa Rais alitoa maagizo kwamba masharti ya mikopo yapitiwe upya na kisha uundwe utaratibu mpya wa kusaidia vijana kupata mikopo kwa urahisi na kwa unafuu zaidi. Na shughuli hiyo imeshaanza kufanyika, na leo tunapozungumza yako maeneo matatu makubwa ambayo yameboreshwa, ambayo ningetaka vijana wa Tanzania wayafahamu. Eneo la kwanza, ilikuwepo changamoto ya dhamana, ambayo vijana wengi walikuwa wanasema wakienda kuomba mikopo wanaambiwa watoe dhamana, aidha watoe hati za nyumba, watoe magari kama wanayo, watoe viwanja na vitu vinavyofanana na hivyo. Sisi wote ni Watanzania, tunajua hakuna kijana kwenye umri wa ujana anaweza akawa na mali na hati za nyumba ili aweze kupata mkopo. Mheshimiwa Rais alielekeza swala la dhamana liondolewe kama kigezo kimojawapo katika swala zima la utoaji wa mikopo. Dhamana pekee utakayohitaji wewe ni dhamana kama upo kwenye kikundi, ndio itatumika, lakini kwa vikundi ambavyo tutakuwa tunawapa mikopo kwa vifaa tunavyowapatia ndivyo ambavyo vitatumika kama dhamana yao na sio kitu kingine chochote. Na hivi siku 4 zilizopita nilikuwa mkoani Mwanza, tulitoa mikopo ya jumla ya shilingi milioni 200 kutoka katika mfuko wa maendeleo ya vijana. Kikundi cha kwanza ilikuwa ni kikundi cha waendesha guta, tumetoa maguta 12, hawajaweka dhamana kitu chochote. Dhamana tuliwapa wao ni zile guta tulizozinunua, zile ndo zimekuwa kama dhamana. Na ndio utaratibu wa mikopo kwa nchi nzima tutaufanya sasa hivi. Lakini pia tuliwapa shilingi milioni 100 vijana waliokuja na ubunifu kwenye swala zima la ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba. Wako vijana 7, tumewapatia shilingi milioni 100, hawajaweka dhamana yoyote. Dhamana iliyopo ni vile vifaa vyao wanavyovitumia katika uvuvi. Kwa hiyo sasa hivi hakuna kijana yoyote katika nchi hii atakayesema sina dhamana ndio maana siwezi kupata mkopo. Mheshimiwa Rais amesema kwa sababu anataka kuwafikia mpaka vijana maskini ambao wametoka katika familia zisizokuwa na uwezo, ambao wazazi wao hawana mali wala hawana nyumba za kuweka wala magari. Anataka kila kijana Mtanzania aweze kupata mikopo hii. Kwa hiyo vijana, fursa imefunguliwa na uhitaji kuwa na dhamana ili kupata mkopo wao. Lakini jambo la pili ambalo tumeliboresha katika utoaji wa mikopo, kwa muda mrefu walikuwa wanasema watu kwamba unajua mikopo inatolewa katika vikundi. Sasa wakati mwingine inakuwa ni ngumu kwa watu kuweza kuwa na wazo moja kwenye vikundi. Sasa hivi iko mikopo ya vikundi, lakini pia iko mikopo ya mtu mmoja mmoja. Lakini hata ile mikopo ya vikundi, masharti ni kwamba sio lazima muwe na wazo moja. Mnaweza mkapewa pesa kama kikundi, lakini kila mtu akaenda kufanya biashara yake. Kwa hiyo kikundi chenu ndicho kinakuwa dhamana. Nilikuwa Shinyanga juzi na kikundi kimoja pale, tumekabidhi milioni 63 za vijana wako pale, na kila mmoja wamegawana, wameenda kufanya biashara tofauti tofauti. Kile kikundi chenu ndicho kinakuwa dhamana. Kwa kama una wazo, usiseme sina wazo langu, lazima niwe na kikundi. Kikundi kile mnaweza mkawa pamoja, lakini mkachagua na watu wa mawazo mbalimbali. Mheshimiwa Rais ameelekeza hivi ili kutengeneza urahisi wa vijana kupata mikopo, na mimi kama mwakilishi wake katika wizara hii tutalisimamia jambo hili na tutahakikisha linatekelezeka. Katika hili swala la vijana platform limetusaidia sisi vijana katika kutuinua katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kutuwezesha katika shughuli zetu za maisha. Kwa vijana, naomba vijana tujitokeze, tuweze kutoa idea zetu, tuoneshe vipaji vyetu mbalimbali ili tuweze kuinuliwa, na pia kuna mikopo mbalimbali ambayo inaweza kutusaidia kama vijana tuachane na shughuli ambazo ni illegal katika maisha yetu, tupate kuweza kuinuka. Asante. Kwenye hili kongamano nimejifunza namna tunavyotakiwa tuishi vijana, tumeelekezwa namna ya kutumia pesa zetu vizuri. Nimejifunza vitu vingi